Mwisho wa siku kuna matukio ambayo hayatosahaulika kwenye ligi yetu kwa namna ambayo haikuwa nzuri. Chisano, upande wako yapi ambayo yanapaswa kukemewa? Yako mengi ambayo kiuhalisia ni upande wa timu na mamlaka zinazosimamia mpira. Okay. Hapa yako baadhi yameainisha utengano, lakini ya kwangu mimi muhimu yanagawika kwenye makundi mawili. Sawa. Kwa mamlaka za mpira na timu zenyewe. Sasa kabla hujazungumza, hujaenda mbali nikakukatisha, naomba nizungumze kuhusiana na fedha. Yapi yanapaswa kukemewa? Ulisema kuna pande mbili, mamlaka na timu. Na timu hapo maana yake inahusisha viongozi wa timu mpaka wachezaji. Okay. Yes, na inawezekana yakawa ni mambo ambayo tunayasahau, lakini ni mambo muhimu kwenye timu, kwa maana ya viongozi na wachezaji. Ni kila mmoja kuwajibika kwenye eneo lake kutokana na nafasi yake. Na viongozi maana yangu kwamba wasiingilie makocha ama wachezaji wanaowapa kazi. Ukishasajili, umempa kocha timu, wafundishe, wacha wafanye kazi yao. Usiwapangie kikosi tena, fulani acheze, fulani asicheze. Au ni mambo ambayo kiuhalisia ndo yanadhoofisha pia ligi, kwa sababu badala ya timu iongozwe na watu wenye taaluma zao kwa nafasi ya makocha, kiongozi wa timu ndo anaingilia maamuzi ya makocha, na tafsiri yake nafika wakati viongozi wanaamini timu inapata matokeo kutokana na mbinu zao, sio kocha tena. Wakati kiuhalisia timu ikifanya vibaya, kocha ndo anaonekana hafai na ndo anafukuzwa. Hilo la kwanza kwenye timu. Kwenye timu, jambo jingine ni namna ya kuishi kiprofessional kama ambavyo tunataka ligi yetu ifike. Unajua ligi imeshakuwa branded sana. Sasa bado kuna mambo hizi timu na wachezaji yanafanya tuonekane kama kweli hatuko pro. Ukiangalia ligi yetu sasa hivi wanakuja watu kutoka Afrika ya Kati, Afrika Magharibi, huko wanakuja kucheza kwetu. Lakini yako mambo timu zinafanya kiuhalisia na dhofisha hiyo professionalism. Haiwezekani mmesajili wachezaji wa kigeni alafu bado mnahusishwa na vitendo vya kishirikina. Yaani haiwezekani timu mmesajili wachezaji wazuri, mnaonekana mko vizuri, alafu mara timu inagomea kuingia vyumbani. Ligi imeshakuwa branded kiasi hicho. Hayo ni mambo ambayo kwa zama hizi hayapaswi kuwepo. Yaani ligi yetu tulipofika, inabidi kuna vitendo vya ushamba, mambo ya kizamani yasitokee kwenye ligi. Lakini kama haitoshi, kweli migogoro haiepukiki, lakini si sehemu ya maisha ya klabu. Yaani leo hii klabu haitakiwi kugeuka chama cha siasa. Yaani kwa mfano kuna pande huku, yes, haitakiwi. Kwa hivyo klabu inatakiwa isimame, iongoze kama taasisi ya mpira, sio kama chama cha siasa. Na ndio maana klabu kuna wakati zinashindwa kupiga hatua. Ukuta timu moja viongozi wamegawanyika, wana interest zao, kila watu wana interest zao. Hilo jambo linadhoofisha mpira, na specifically timu inakuwa high move. Inapiga hatua moja inarudi hatua mbili nyuma, inapiga hatua moja mbele, hatua mbili nyuma. Lakini jingine ni kwa wachezaji. Wao wachezaji wanatakiwa kujua wana nafasi ya kuifanya ligi ionekane na hadhi, kuanzia nidhamu mpaka utekelezaji wa baadhi ya vitu uwanjani. Imagine leo bado tuko kwenye zama ambazo tuna matelevisheni, tuna makamera kibao, bado kuna wachezaji wa mpira wa kiuno kupigana viwiko. Mtu ana mpira, mtu kampiga kipepsi mwenzake. Sasa mpira ukishafika huko inabidi tupunguze. Unamkanyaga mtu. Exactly. Yaani ushaona bwana, mimi hapa sifiki, mpira si ucheze, lakini tu unataka kumkomoa mwenzako. Mnasahau kama wote mpo kwenye utafutaji, licha ya kwamba mpira ni burudani. Hayo yangu yalikuwa kwenye timu na mengine yako mengi tu, lakini hao nafikiri yanapaswa kwa vipaumbele. Kwenye mamlaka zinazosimamia mpira. Changamoto ya kwanza ambayo imejitokeza kwenye ligi na bado inaonekana ligi yetu inarudi nyuma, kuna wakati ni kutokana na malalamiko kwa waamuzi. Kwa hiyo ifanyike proper recruitment ya waamuzi. Waamuzi wanapatikanaje? Wana sifa zipi ambazo unaona yes, huyu anastahili kuja kuchezesha ligi? Yaani sio tu kwa sababu ka qualify kwenye vyeti na mafunzo basi aje kuchezesha ligi kuu. Hapana, anatakiwa watengenezewe standard waamuzi kiasi kwamba kuchezesha ligi wao wenyewe waone ni kazi. Yaani
Kazi sio kwa kubaniwa, kazi ni uwezo. Inabidi uwe na vigezo kwelikweli vya uwezo, uwe mkubwa ndio upewe mechi ya ligi kuu. Sio mechi ya Simba na Yanga, mechi yoyote ya ligi kuu, kwa sababu kuna hizi mechi ambazo zina watazamaji wengi, sio za Simba au Yanga, huwa ndo zina drama nyingi pia zinatoka kwa waamuzi. Kwa hiyo kwangu naona si jambo ambalo tunapaswa kulifumbia macho. Leo hii haipendezi, mtu anakuwa bingwa afu kuna wengine wananung'unika, mwamuzi alitufanya hivi, mwamuzi alitufanya hivi. Hivyo ni vitu ambavyo kiuhalisia havipendezi. Ukweli usiopingika, hatuwezi kumaliza shida zilizopo kwa waamuzi madhaifu yao, isipokuwa tuna uwezo wa kumitigate, tunaweza kupunguza yani kiasi cha makosa ambayo waamuzi wanafanya. Though lazima tuwapongeze, hata hivyo wamejitahidi kupunguza makosa, lakini bado tunatakiwa kuendelea kupunguza kadiri siku zinavyokwenda, kwa sababu ligi bado inakuwa. Lakini ukiacha hapo, niende kwa watu hawa wanaoitwa kamati ya saa 72. Hawa mabwana hawa wamekuwa kwa mamlaka. Huku ni mamlaka huko, hadi kwa waamuzi kote ni watu wa mamlaka wanaosimamia mpira. Hawa mabwana wanaitwa kamati ya saa 72, mabingwa wafungia mabingwa wa faini. Lakini sijui nyinyi mnawazaje, lakini mimi nilitamani kuna nyakati wasitoe adhabu mpaka wawaite watu. Yako makosa huwa wanawaita, lakini kuna makosa, kwa mfano leo hii tuwe wote wa kweli hapa. Mechi ya Simba na Yanga ya Meja Jenerali Samuel, Yanga aliingia kwenye jumba la maajabu. Hivi kabla ya kupigwa faini Yanga waliitwa. Kwa nini hawaingii vyumbani? Unajua hii tutakuwa la Simba tutibu tatizo. Leo hiyo unaweza ukawatoza klabu kama Yanga au Simba ukazitoza faini. Yanga na Simba zina fan base. 30 wanalipa. Watu wanachanga tu. Wewe unataka hela, kwa sababu adhabu haijasema lazima timu wewe unataka hela ilipwe. Kwa watu wanachanga wanalipa, ujazi adhabu yako haijasaidia. Kesho na kesho kutwa hizi timu zitarudia tena, kwa sababu zinajua kulipa tutalipa. Lakini tibu tatizo, kwa nini hawaingii vyumbani? Sasa hivi yani tuko kwenye zama za teknolojia na nini, lakini kwa nini timu kubwa zinagoma kuingia vyumbani? Kwa hiyo badala ya kukimbilia kuwaadhibu, siku nyingine mamlaka iziite hizi timu. Bwana wewe fulani, tuelezee kwa nini uligoma kuingia vyumbani. Atupe sababu, anaweza akatusaidia huyu tukajua changamoto ni nini, kwa nini timu hazitaki kuingia vyumbani. Otherwise haya mambo hayataisha. Alafu tujiulize, mbona hizi timu zinafanya mambo haya kwenye ligi, mbona zikicheza mashindano ya CAF hazifanyi? Hizi timu mimi naziona zinasafiri, zinaenda ugenini, zinaingia vyumbani, zinacheza mechi, zinafungwa, zingine zinashinda, muda mwingine wanatoa sare. Huwajawahi kuwasikia wamegomea kuingia vyumbani. Wanacheza ugenini. Leo hii Yanga na Simba wanapaamini ugenini kuliko nyumbani. Kweli? It doesn't make sense. Yani haiwezekani. Tukisikia watu wakilalamika kwamba wachukuliwe au mamlaka na watu ambao wanaweza kuthibitisha, watu wa afya mfano, ambao maabara sana sana waingie kwenye hivyo vyumba, wathibitishe kama kweli kuna changamoto. Inawezekana? Sasa mimi nachokitaka ndo hicho. Tuulize kwa nini watu hawaingii. Kama hofu yao vyumba vinafanyiwa manuva, mamlaka ziwe na watu wa afya wanathibitisha kabla ya mchezo. Bwana, mwite mwakilishi labda wa Yanga, mwite mwakilishi wa Simba, kuna mtaalamu pale yupo anapima. Bwana, mnaona vyumba hivi? Tumepima, vyumba havina tatizo lolote. Wewe si ni mwakilishi wa Yanga wa Simba umeona vyumba hivi, tumefanya verification hapa, vyumba havina matatizo. Kwa mtu asikwepe. Akikwepa kuingia vyumbani leo, ushampa adhabu huyu. Siku kateni pointi. Uone kama kuna mtu atakimbia. Hela analipa. Pointi unazipata wapi? Ushanyang'anya, unazipata wapi? Kwa kiuhalisia hizi mamlaka zenyewe zinatakiwa kuwa wabunifu kwenye adhabu, sio kukomoa. Maana ukiwa unampiga mtu faini huulizi changamoto nini, utaonekana kama unamkomoa, licha ya kwamba mamlaka uko sahihi. Kwa badala ya kukimbilia kuwapiga mafaini makubwa hawa, kwa mfano leo hii fanyika, malipo yafanyike na vinachukuliwa kwa picha na ushahidi. Tutashindwa kugundua madudu, kwa sababu Chesano tukiendekeza fine, tukiendekeza kufungiwa, kuna watu hapa wachezaji wao wako 28, kuna watu wachezaji wao wako 30, na wanaona kabisa wana nguvu ya mtaji wa mashabiki kupitia social media, wanaamini wanaweza kumpressurize mtu na akaondoka kwenye mstari wa ufanisi wa kazi. Unanielewa? Lakini kukiwa kuna action za moja kwa moja baina ya timu, viwanja na TFF, sasa tukaliondoa hili jambo. Maana nikasema uhalisia wa kazi ilivyo inatakiwa kufanyika, ni jukumu la mamlaka
kutengeneza mazingira ambayo yatazibana hizi klabu zisipande juu ya kichwa cha mamlaka ya mpira, na ili uweze kufanikisha hilo unatakiwa utengeneze mazingira ya uthibitisho kwenye hayo matukio. Mimi siamini kama kumpiga faini Yanga au Simba unamrekebisha. Sawa. Tunaenda kwenye dunia mpya yenye bata na raha. Tukirudi hapa tutamalizia mjadala huu, then tuangazie mabeki na viungo na magolikipa bora hapa ndani ya Bao la Asubuhi.